Habari yako mzazi na mlezi, habari yako mwalimu na habari za leo mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu kwenye chaneli yetu, leo tunazungumzia jambo muhimu sana kwa mustakabali wa watoto wetu, ambalo ni umuhimu wa kumfundisha mtoto maadili mema. Kumfundisha mtoto maadili mema ni msingi muhimu wa malezi bora na jamii yenye amani. Katika video hii tutachambua kwa kina sababu 14 za kisayansi na kitaalamu zinazothibitisha kwa nini ni muhimu sana kuwalea watoto katika msingi wa maadili mema. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu, fanya hivyo sasa, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa muhimu sana kwa ajili ya watoto wako. Karibu na tuanze. Sehemu ya kwanza tunaona umuhimu wa kumfundisha mtoto maadili, ambapo tunasema maadili ni msingi wa maisha. Mtoto anapofundishwa maadili mema kama ukweli, heshima, upendo na uvumilivu, anajengewa msingi imara na tabia njema. Maadili haya humsaidia kufanya maamuzi sahihi hata anapokuwa mbali na wazazi au walezi. Maadili humsaidia mtoto kujua tofauti kati ya lililo jema na baya. Utafiti wa American Psychological Association APA unaonyesha kuwa watoto wanaofundishwa maadili tangu utotoni hujenga tabia thabiti na kuwa raia wema baadaye. Sehemu ya pili, maadili humjenga mtoto kijamii na kupunguza tabia hatarishi. Mtoto mwenye maadili mema huweza kuishi vizuri na watu wengine. Anaheshimu wakubwa, anashirikiana na wenzake na kuepuka vitendo vya vurugu, wizi au udanganyifu. Maadili yanamfanya awe raia mwema wa baadaye, na maadili yanamfanya aweze kujizuia kutumia dawa za kulevya au uhalifu. Hii ni kutokana na utafiti wa Journal of Adolescent Health ya 2019. Sehemu ya tatu, maadili hujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaofundishwa maadili wanakuwa na misimamo na maono ya maisha. Hawatetereki kirahisi na hushikilia kile wanachokiamini kuwa sahihi. Hii huwajengea ujasiri na kuamini vitu muhimu katika mafanikio yao, kwa sababu wanakuwa wana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi bila kushinikizwa na rika au mazingira. Sehemu ya 4, maadili ni kinga dhidi ya mmomonyoko wa maadili. Katika dunia ya leo yenye changamoto nyingi kama mitandao ya kijamii, mmomonyoko wa maadili ni tishio kubwa. Mtoto anayefundishwa maadili tangu mdogo hupata kinga dhidi ya mienendo mibaya inayoweza kumpotosha. Hata akitumia mitandao ya kijamii, anakuwa anajua mambo ya kutazama na ambayo hayapaswi kutazamwa, kwa sababu tayari anakuwa na uelewa kuhusu maadili na kinga zake. Sehemu ya 5, maadili huchangia mafanikio shuleni. Maadili hujenga nidhamu ya ndani, ambayo ni msingi wa mafanikio kitaaluma. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wenye nidhamu na maadili bora hupata alama za juu zaidi na kuwa na uhusiano mzuri na walimu, kwa sababu unakuta akili zao zimetulia, wazazi wamewajenga vizuri, wazazi wamewafundisha maadili bora, kwa unakuta huyu mtoto ni mtulivu, ni msikivu, ana heshima na ana uwezo wa kufuatilia vizuri masomo yake shuleni, na mwisho wa siku anapata mafanikio na anapata alama za juu zaidi, kwa sababu anakuwa na uhusiano mzuri na walimu, ana uwezo wa kuuliza, sio muoga. Unakuta wakati wote anashirikiana na walimu kwa sababu amejengewa maadili mema na wazazi wake. Sehemu ya 6, tunaenda kuangalia maadili huimarisha uhusiano wa kijamii. Maadili kama huruma na uvumilivu huwasaidia watoto kuunda urafiki wa kweli na wa kudumu. Harvard University Center on the Development Child inasisitiza umuhimu wa maadili katika kukuza ustawi wa jamii. Unakuta mtoto amefundishwa maadili mema, kwa hiyo wakati wote yule mtoto anakuwa na moyo mzuri, roho yake ni ya kuelewa, anakuwa na huruma. Kwa hiyo hii inamsaidia sana yeye kuweza kuishi vizuri na wenzake na kuwa mwanajamii bora ambaye anakuwa haleti vikwazo na haleti matatizo katika jamii inayomzunguka. Sehemu ya 7, tunaangalia maadili mema huandaa viongozi bora wa baadaye.
Maadili kama uadilifu, uwajibikaji na kujali wengine ni nguzo za uongozi bora. Viongozi waliokuzwa kwenye misingi ya maadili huaminika na huleta maendeleo. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, ndugu mwalimu na ndugu mtazamaji wa chaneli yangu. Unapomfundisha mtoto maadili mema, unamuandaa kuwa kiongozi bora wa baadaye. Viongozi bora wote mnaowaona wenye maadili mema, wenye kutenda haki, wenye kujali wengine, ni viongozi hao waliandaliwa tangu wadogo na wazazi wao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwafundisha watoto maadili mema ili kuweza kupata viongozi bora wa baadaye. Sehemu ya 8 ni kuongeza ustawi wa kisaikolojia. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, watoto wanaoshikilia maadili wana viwango vya juu vya furaha na afya ya akili. Wanapunguza hisia za hatia, huzuni na wasiwasi. Ni jambo jema sana kuwafundisha watoto maadili mema. Unapomfundisha mtoto maadili mema, unamsaidia huyu mtoto kuhakikisha kwamba hisia zake, akili zake, mienendo yake na mambo yake anayokuwa anawaza, anakuwa ana furaha. Afya ya akili inakuwa imetulia. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa hahisi kama ana hatia. Watoto wengi ambao wanakuwa hawana maadili mema, hawakufundishwa maadili mema, muda mwingi wanahisi wana hatia. Akifanya jambo anaona kama anakosea. Ni kwa sababu hakupata maadili mema kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walezi na kutoka kwa walimu. Hivyo kuna umuhimu sana wa kuwafundisha watoto maadili mema ili waweze kuongeza ustawi wa kisaikolojia. Sehemu ya 9, huimarisha maadili ya familia na jamii. Watoto wanaofundishwa maadili huaksi yale wanaofundishwa nyumbani na kuwa mfano mzuri katika jamii. Hii husaidia kulinda mshikamano wa kijamii. Watoto wanaofundishwa maadili mema, unakuta wana uhusiano mzuri katika familia zao. Wana uhusiano mzuri na wanajamii wengine wanaowazunguka. Kama ni mtoto shuleni, unakuta ana uwezo wa kuwasiliana vizuri na wanafunzi wenzake. Ana uwezo wa kuwasiliana vizuri na walimu, ana uwezo wa kuwasiliana vizuri na wafanyakazi wengine wanaozunguka maeneo ya shule. Huyu mtoto pia ana uwezo mzuri wa kushirikiana na kuwa na mshikamano mzuri wa kijamii na jamii yake inayomzunguka. Anakuwa hana kiburi, hana dharau kwa sababu amefundishwa maadili mema. Anajua mkubwa ni yupi, anajua mdogo ni yupi na anajua jinsi ya kuchukuliana nao. Sehemu ya 10, maadili huongeza umakini na nidhamu ya kujifunza. Maadili kama uvumilivu na uwajibikaji huongeza uwezo wa mtoto kujifunza bila kushinikizwa. Hili limethibitishwa na tafiti za Educational Psychology Review. Mtoto anakuwa hashinikizwi, anakuwa ni mvumilivu, anakuwa ni mwajibikaji, anakuwa na uwezo wa kujifunza bila kulazimishwa, na anakuwa na ushirikiano. Anaonyesha ushirikiano kati yake na wale wanaomfundisha, kwa sababu nidhamu kwake ni jambo ambalo ameshafundishwa. Hivyo inamsaidia kuenenda vyema na inamsaidia kujifunza kwa umakini zaidi na kupata mambo ambayo anastahili kuyapata shuleni, nyumbani au katika jamii inayomzunguka. Sehemu ya 11, huongeza tija katika umri wa balehe. Watoto waliopata mafunzo ya maadili mapema hukua wakiwa na mwelekeo wa maendeleo binafsi. Wanakuwa na dira ya maisha na kujiepusha na upotovu. Wakati wa balehe hapa, watoto wengi huwa wanachanganyikiwa. Watoto wengi huwa wanatenda kulingana na mihemko, kulingana na mwili vile unavyokuwa unahitaji. Lakini mtoto ambaye amepata mafunzo, amepata maadili mapema, anakuwa akiwa na mwelekeo wa maendeleo yake binafsi. Anakuwa na dira ya maisha, anakuwa anajua kipi kizuri, kipi kibaya, wapi anadanganywa, wapi anaambiwa kweli. Mtoto ambaye hakupata maadili mema, wakati wa huu umri wa balehe, anakuwa ndio anashindikana, hashikiki, kwa sababu anakuwa anajiona kwamba tayari amekuwa mtu mzima. Sehemu ya 12, huchochea huruma na ukarimu kwa wengine.
Maadili huongeza uwezo wa mtoto kuhusiana vizuri na wengine, husaidia wasiojiweza na kuwa sehemu ya jamii yenye upendo. Mtoto mwenye maadili, hata kama kwa mfano anasoma shuleni, akiona watoto wengine ambao labda wana ulemavu, wana matatizo labda ya kimaisha, unakuta amewafanya kama ni sehemu yake tu ya wenzake ambao yuko nao vizuri. Ana uwezo wa kuhusiana nao vizuri, ana uwezo wa kuwasaidia, ana uwezo wa kuwashauri, ana uwezo wa kupambania wenzake kwa sababu anakuwa amefundishwa, anakuwa mkarimu. Katika yale maadili yanamfanya achochee huruma, yanamfanya ajali watu wengine. Ni jambo jema sana kuwafundisha watoto wetu maadili ili wawe na uwezo wa kuchochea huruma na ukarimu kwa wengine na kuweza kuishi na watoto wenzao au watu wengine vizuri. Sehemu ya 13, huzuia migogoro na vurugu. Mtoto mwenye maadili anaelewa thamani ya amani na anajiepusha na migogoro isiyo ya lazima. Maadili humfundisha kutatua matatizo kwa njia ya hekima. Hata kama amekosewa, anajua ni jinsi gani ana uwezo wa kutatua hilo tatizo. Si mtu wa vurugu, si mtu wa kugombana, si mtu wa kulipa kisasi. Kwa sababu anaelewa thamani ya kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima. Amefundishwa maadili, amefundishwa kujishusha, amefundishwa kujipambania mwenyewe kwa njia ambazo ni za busara, hekima na heshima. Kwa hiyo ni jambo jema sana kuwafundisha watoto maadili mema ili waweze kuzuia migogoro na vurugu zisizokuwa na maana wala ulazima wa kupambana nazo. Sehemu ya 14, tunaona huandaa mtoto kuishi kwa mafanikio katika dunia yenye mabadiliko. Katika dunia yenye changamoto nyingi, maadili hutoa mwelekeo wa maisha. Huwezesha mtoto kustahimili presha, kufanya kazi kwa bidii na kubaki mwaminifu katika mazingira yoyote. Maadili yanamsaidia mtoto. Tunavyoona dunia sasa hivi, dunia ina changamoto nyingi, dunia ina misukosuko mbalimbali, dunia ina vurugu mechi na ina viroja na ina maigizo mauzauza ya aina mbalimbali. Mtoto ambaye ameandaliwa vizuri, amefundishwa maadili. Maadili yanamuandaa huyu mtoto kuishi kwa mafanikio, yanamuandaa huyu mtoto kujipigania, kujipambania nafsi yake kwa ajili ya mafanikio yake ya baadaye, kwa njia ambazo ni halali, kwa njia ambazo ni nzuri. Kumfundisha mtoto maadili si kazi ya siku moja, bali ni safari ya malezi. Wazazi, walimu na jamii nzima wanapaswa kushirikiana kuhakikisha watoto wetu wanakuwa katika msingi wa maadili mema. Hii si tu kwa faida ya mtoto huyu, bali kwa maendeleo ya taifa zima. Tazama video hii hadi mwisho. Acha maoni yako na usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi yanayohusu malezi, elimu na maendeleo ya mtoto. Asante kwa kutazama. Tuambie kwenye comments ni maadili gani unayomfundisha mtoto wako. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutazungumzia mbinu bora za kuwafundisha watoto maadili mema. Umeona umuhimu wa maadili mema, tutaenda kuona sasa mbinu gani unaweza ukatumia kuwafundisha watoto maadili mema. Usisite kusubscribe, usisite kushare kwa wazazi wengine ili waweze kupata elimu bora hii kwa ajili ya kufundisha watoto wao maadili mema. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.